Jambo na kusalimu katika jina la Bwana wetu Yesu Kristo. Muda huu ni muda wa usiku ambao nimeona kwamba nikujie na ujumbe mfupi wa neno la Mungu. Maana kama nilivyotangulia kusema kwenye mavideo yangu ya mbele huko kwamba mimi ni mwinjilisti wa neno la Mungu. Hapa niko nyumbani, ni usiku huku kwetu Kongo, katika maeneo ya Uvira, katika territoire ya Uvira ni usiku kabisa. Kwa hiyo nimekujia na ujumbe wa mfupi ambao unasema, unatoka katika Wakorinto wa kwanza sura 10 mstari wake wa 13. Biblia inasema kwamba jaribu halikuwapata ninyi isipokuwa lililo kawaida ya mwanadamu, ila Mungu ni mwaminifu ambaye hata waacha mjaribiwe kupita muwezavyo, lakini pamoja na lile jaribu atafanya na mlango wa kutokea ili muweze kustahimili. Amena. Bwana Yesu asifiwe sana. Kwa hiyo neno la Mungu linasema kwamba jaribu linalokupata wewe halikupati isipokuwa kawaida ya kila mwanadamu. Kwa hiyo ujue kwamba kila jaribu nalopitia, kila shida, kila mateso ni kawaida ya wanadamu. Lakini Mungu anatutia moyo wa kwamba atafanya mlango wa lile jaribu kupitia, hata tuacha tujaribiwe kupita imani zetu. Kwa hiyo dada yangu nayenifuata katika usiku wa leo, Mungu hata kuacha ujaribiwe kupita imani yako. Baba unayenifuata, Mungu hata kuacha ujaribiwe kupita imani yako. Mama unayenifuata, Mungu hata kuacha ujaribiwe kadiri ya imani ulionayo. Kwa hiyo mtu wa Mungu, jua kwamba jaribu lilo nalo la magonjwa, la utasa, la kukosa kazi, la kufukuzwa shule na kadhalika, wewe mwenyewe unajua lile jaribu ulilo nalo. Elewa kwamba Mungu atafanya mlango wa lile jaribu kutokea. Mwezi huu wa 12 na kutakia kwamba Mungu aweze kuondoa jaribu lako, alete mlango wa jaribu lako kupitia, ili kwamba uanze mwaka wa 2026 ukiwa na amani. Kwa hiyo Mungu akubariki na akusaidie. Ukitaka kuendelea kunifuata, basi endelea kufuata video zangu. Mungu akubariki na usiku mwema kwa wote. Asanteni sana.